السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، katika kikao chetu cha leo kwa muda huu tutazungumzia kuhusu msingi madhubuti miongoni mwa misingi ya da'wa salafia, nacho ni kipengele cha kurudi kwa maulama. As-salafiyun ahlus sunnah wal jamaa, miongoni mwa misingi yao ambayo wameafikiana juu yake ni kwamba mambo yote ya dini yatarejeshwa kwa maulama waliosimama katika misingi ya haki juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika fadhila zake Allah subhanahu amejaalia katika kila zama kuwepo kwa maulama. Wanaweza wasiwepo katika mji mmoja au katika miji fulani, wakawepo katika miji mingine, lakini katika kila zama kuna maulama ambao wao ndio wasimamizi wa dini hii, wanazuoni wa Kiislamu. Na itakapofika wakati hakuna maulama, kwa maana ya kwamba elimu haiko, ndipo pale wajinga watakapopewa nafasi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au inawezekana wanawazuoni maulama wakawepo, lakini watu wasiwajue maulama, na kwa sababu hiyo wakashindwa kurudi kwao. Wasiwajue wanawazuoni na maulama wao kwa sababu mbalimbali tu. Miongoni mwa hizo ni kudharauliwa wanawazuoni hao na kutwezwa na kuonekana si kitu chochote, na wale wababaishaji wakapewa nafasi wakionekana kuwa ndio wasemaji wa Uislamu, ndio mashekhe. Kwa hiyo nafasi zao zikaporwa, wakapewa watu wengine. Inawezekana kwa sababu hiyo au kwa sababu nyinginezo, lakini uwepo wa wanawazuoni ikawa hauna faida kwa ulimwengu wa Waislamu. Inawezekana hilo, na watu wakifikia kiwango hicho wamefika kwenye hatari kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi zilizokuja kuelezea fadhila za wanawazuoni, lakini moja katika hizo alitoa tahadhari kwa watu na kuwapa onyo, akisema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Huyo si katika sisi mtu ambaye hamuheshimu mkubwa wetu
mtu ambaye hana heshima na watu wakubwa waliomzidi kiumri na maarifa, huyo hayuko katika mwenendo wetu huyo. Pia si katika sisi mtu ambaye hana huruma kwa mdogo wetu, ana roho ya ususuavu na ukatili, hawahurumii wadogo na walio wanyonge, huyo hayuko katika mwenendo wetu na mfumo wetu na manhaji yetu. Na pia sio katika sisi mtu ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu, huyo hayuko katika manhaji yetu na njia yetu. Hadithi hii ni hadithi sahihi, ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, hadithi nambari 22807 kwenye al-Musnad, na wengineo katika wanawazuoni wa Kiislamu wameitaja hadithi hii na ni hadithi sahihi. Mahali pa kuweka nukta na yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu. Wako wanawazuoni waliosimama sawa sawa, wanawachuoni wa haki, lakini pia wakati huo huo kuna wanawazuoni wa batil, wanawazuoni wapotofu wapo, na katika kila zama itakuwa hivyo. Lakini sisi tunawazingatia ni wale wanawazuoni waliosimama katika njia ya sawa sawa, wana ilmu, wana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Talibul ilmi, mwanafunzi, kadhalika muislamu wa kawaida tu, anatakiwa awajue wanawazuoni ambao jambo lake atalirejesha kwao. Ulimwengu una mambo mengi sana, na kila uchao kuna mambo yanazuka, mara limetokea hili, mara limetokea lile. Kuna hali ya amani, kuna hali ya vita, hali ya amani, hali ya hofu, mitikisiko na mambo mbalimbali yanajitokeza katika ulimwengu, matukio makubwa yanayogusa ulimwengu wa Kiislamu. Wewe marejeo yako ni wapi? Sasa huko mitandaoni kuna watu wamevaa majoho na makoti ya maulama, wanazungumza kwa lugha ya ilmu, wewe huwajui. Wala uwezi kutofautisha. Msingi wako wewe ni akili yako na utashi wako. Kwa akili yako hiyo ulionayo, ungeiweka katika mambo ya kilimwengu, ikawa mambo ya kilimwengu yapeleka hivyo hivyo, basi ungeibiwa kila siku, na kila siku ungetapeliwa, si ndio hivyo? Huko mitandaoni kuna wauza madawa, madaktari na wasio kwa madaktari. Sawa. Huko mitandaoni kuna matapeli wa kila aina, na kuna watu wanatapeliwa. Lakini bila shaka wewe kuna mambo umeyasomea, yamekupa maarifa yale ndio unayatumia katika kutofautisha baina ya hili na lile, kwamba hapa sasa natapeliwa, hapa sasa ni kadha. Bali nyinyi mnafahamu kwamba kuna mikataba mingi mnayotaka kuifanya au mnaoifanya au mnaendelea kuifanya. Nyinyi hamthubutu kuifanya mikataba hiyo mpaka mshirikishe jopo la wataalamu wa mambo hayo, usije ukaibiwa. Pamoja na kwamba umesoma,
umesoma lakini hii si fani yako, wewe umesomea kitu kingine, lakini kuna jambo hili sasa itakuwaje? Mtafute mwanasheria mzuri wa mambo ya ardhi, tulihakiki hili jambo, tuangalie itakuwaje. Unawatafuta wataalamu, kwa sababu kinyume cha hivyo jambo lako litaharibika. Umepatwa na shida fulani hivi ya kiafya, waona kwamba kwa hili lazima nimfuate mtu fulani, hata nitatulia jambo hili, hospitali fulani, kwenye vipimo fulani, ujiendee tu. Lakini katika jambo la dini ukizunguka utakuta asilimia kubwa watu hawana utaratibu huo. Utaratibu huo haupo. Yani mambo yote tutatafuta wataalamu wanaohusika katika mambo hayo, ila dini. Akijitokeza mtu tukavaa kilemba na kanzu nzuri aweza kusema huyo afaa. Hili ni tatizo. Sasa dawa salafia yakwambia hapana, jambo hili lazima ulipeleke kwa misingi ya kisawasawa. Marejeo yako yawe ni kwa maulama, na Qur'ani inatuelekeza hivyo. Ukisoma aya katika suratul Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله سبحانه ataka watu warejee kwa wanawazuoni, kwa anasema linapowajia wao jambo lolote, linapowajia waislamu jambo lolote. Lakini hapa wanazungumziwa watu wenye tabia ambayo si sawa sawa. Tabia zao wao ni kueneza uvumi, kila jambo linalokuja basi wao wanalieneza kwa kasi. Sasa anasema linapowajia wao jambo lolote linalohusu amani au hofu, wao wanalitangaza haraka haraka. Adha'u bi, vita, mapinduzi, maandamano, si kitu gani, wao haraka haraka wanaeneza zile habari. Usikia huko, usikia hivi, angalia fulani kafanya hivi. Adha'u bi. Sasa Allah subhanahu anasema walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, laiti wangelirudisha jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko hai, basi watu wangerudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekufa, warudi kwenye sunna zake. Wangelirudisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa wenye mamlaka, wenye uwezo, wenye ilmu, wanawazuoni miongoni mwao, wangelirudisha jambo hili. Tafsiri ya wanawazuoni na nguvu zaidi kwa sababu ya maneno ya hapo mbele. Wangelijua wale ambao wanayachimba mambo miongoni mwao, wana uwezo wa kuyachimbua mambo ndani kabisa na wakayatolea hukumu. Wangewarejeshea wale, wakarejeshea wale wangewapa hukumu kwamba hapana, msihadalike na jambo hili, subirini, fanyeni subra, jambo haliko hivyo, huu ni mtego, msiingie kwenye jambo hili. Lau wangelirudisha jambo hili kwa wanawazuoni walio na uwezo wa kuyachimbua mambo, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Huo ndio utaratibu. Sisi waislamu ndio mfumo wetu na ndio utaratibu wetu. Jambo limetokea ni katika hali ya amani au hali ya hofu, maadamu ni jambo kubwa linaugusa umma, sisi tunatakiwa tulirudishe kwa wataalamu wetu, watuchimbulie jambo lile, hukumu yake ni ipi, tufanye nini katika hali kama hii.
na hizo ni fadhila za Allah kwetu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na laiti kama sio fadhila za Allah na rehema zake zilizoko kwenu. Hii ni fadhila ya Allah kwamba sisi turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, turudi kwa wanaozuoni wetu. Hizi ni fadhila za Allah na ni rehema zake. Kama si utaratibu huu, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi mngelimfuata shaytan isipokuwa wachache tu. Kwa maana ya kwamba yoyote ambaye huu si utaratibu wake atakuwa anamfuata shaytani. Kama huo sio utaratibu wako wa kuamiliana na matukio na majanga na mambo mbalimbali yanayojitokeza ulimwenguni yanayowahusu Waislamu na wengineo wasiokuwa Waislamu, kama huo si utaratibu wako wewe ni mfuasi mzuri kabisa wa shaytani. Hii ni aya, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngelimfuata shaytani isipokuwa watu wachache sana. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipoileta aya hii, alipoitaja aya hii akasema, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghayri al-la'iq, huku ni kuwatia adabu. Allah anawatia adabu waja wake kutokana na vitendo vyao visivyolingana na wao, vitendo vyao visivyo sawa. wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma wal masalih al-'amma ma yata'allaqu bil amni wa sururi al-mu'minin aw bil khawfi alladhi fihi musibatun 'alayhim an yatathabbatu wa la yasta'jilu bi isha'ati dhalika al-khayr, na kwamba inatakikana kwao linapowajia wao jambo lolote miongoni mwa mambo muhimu yenye maslahi na Waislamu, yenye maslahi ya kuwaenea watu wote katika mambo ambayo yanafungamana na amani na furaha kwa waumini, au mambo ya hofu ambayo ndani yake kuna msiba dhidi yao, wanatakiwa wafanye uthibitisho na wala wasifanye haraka kueneza habari hiyo, bali wayarudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa wenye mamlaka miongoni mwao, wenye rai za sawa sawa na elimu warudishe kwao, na wenye akili na uwezo wa kuyapima mambo, ambao wanayajua mambo yenye maslahi kwenye umma na kinyume chake. asema wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyyah, wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umur ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. na katika hili kuna ushahidi wa msingi wa kiadabu, nao ni litakapopatikana jambo lolote linalohitajia utafiti miongoni mwa mambo ya kilimwengu, mambo ya kidini, yatakikana kusimamiwa jambo hilo na wenye sifa zinazostahiki na kuwekwa kwa watu wake, wapewe jambo hilo, wakabidhiwa watu wake, wale wasitanguliwe mbele yao, kwa sababu kufanya hivyo ndio kukurubia na kusogelea usawa. Kwa hiyo mambo yanapotokea yanayohusu umma, umesikia kuna vita mahali, kuna mambo mahali yametokea, janga fulani limetokea, usipaparike haraka haraka ukataka kulitolea ufafanuzi jambo lile. Jambo hili lirudishwe kwa watu wake ili wafanye upembuzi yakinifu katika jambo hilo, alafu wazungumze kwa maslahi ya umma. Kisha akasema wa fihi an-nahyu 'anil 'ajala wat-tasarru'i li nashri al-umuri min hini sama'iha, ndani yake katika jambo hili kuna makatazo ya kufanya haraka haraka na kuyapapia mambo na kuyaeneza wakati wa kuyasikia tu, uliposikia tu ukaanza kueneza habari ile. wal amru bit-ta'ammul qabla al-kalam wan-nadhar fihi, na watu wanaamrishwa kuzingatia kwanza, kutafakari kabla ya kuzungumza. hal huwa maslaha fayataqaddamu alayhi al-insan am la fayahjumu anhu, je jambo hili lina maslaha ili mtu aliingilie aliendelee, au hakuna maslaha ajizuie na jambo hilo. Ukitazama maelezo
ya mwanachuoni huyu na wanawazuoni wengine walipokuwa wakielezea aya hii wanatuongoza kwamba mambo yoyote yanayotokea kwenye umma sisi tunatakiwa turudi kwa wanawazuoni wetu. Lakini swali, twawajua? Lakini katika namna ya kuififisha aya hii na kuteketeza na kuunyongonyeza msingi huu, kitu cha kwanza ni kujengwa dharau kwa wanawazuoni. Wanapewa wanawazuoni na wanasimikwa cheo cha wanawazuoni na elimu watu wasiostahiki. Pia hao wanaostahiki wananyongeshwa kwa kutuhumiwa kwa maneno mbalimbali na lugha chafu za kuwakejeli, ili tusiwe na imani nao tena. Tukishakosa imani na wanawazuoni wetu, basi sisi tutarudi kwenye nafsi zetu, tutahukumiana wenyewe kwa wenyewe mpaka mambo yatakapokuwa yameshaharibika. Sasa itakuwaje? Kumbe ilikuwa hivi mambo yashapita na ushaharibu na wewe ulichangia katika hilo. Muda huu ni mfupi sana. Sasa nimezungumza mafumbo hivi, labda aya mtakuwa hamjaelewa mpaka mpigwe mifano. Nitawapigia mifano insha Allah juu ya baadhi ya matukio yaliyotokea katika ulimwengu wakati wa nyuma na wakati wa sasa. Tuishi nayo, tuangalie, tujitathmini katika hii, halafu baadaye turudi kuwatambua hawa wanawazuoni ni kina nani. Kwa vijana wenye miaka 30 hivi, hauwezi kusema kwamba mtakumbuka hamkumbuki kitu, kwa sababu ni matukio yalitokea mwanzoni mwa miaka ya 90. Kutoka mwaka 90 mpaka leo ni miaka 35. Ni wachache sana wenye miaka hiyo baina yenu hapo. Wapo kiasi, lakini wengi wenu bado, si ndio hivyo? Ukisema baba wenye miaka 35 wasimame, ina maana yale matukio yakitokea wao ndio wamezaliwa. Pia watakuwa hawana kumbukumbu. Waliona miaka 40, ina maana ilikuwa ndio pengine wakuchekechea huko. Sidhani kama walikuwa labda wakiabashi, labda waliyasikia kidogo kaka zao na wazee wao matukio hayo kwamba litokea tukio fulani. Mwaka 1990 baada ya kumalizika vita vya Irani na Iraqi na Irani, kwa kipindi kifupi tu, Saddam Hussein ambaye alikuwa ni rais wa Iraq na jeshi lake waliivamia nchi moja katika nchi za Kiarabu kiitwa Kuwait, nchi ndogo sana. Wakaivamia na jeshi, mchana mmoja tu wakaichukua nchi yote ile, kwa madai kwamba ni nchi yao. Wana madai kadha wa kadha, lakini nchi yetu. Jeshi likaingia mijini, likaingia kwenye majumba, wakapora mali za watu, wakabaka wanawake, wakaua, wakachukua madhahabu, wakachukua hiki, wakachukua kile. Yani wakafanya uharibifu mkubwa, na wao wana nguvu, kwa sababu wakati wakipigana na Irani, Marekani ilikuwa akiwapa silaha nyingi sana nzito, walikuwa kipewa silaha na Marekani. Sasa anazo silaha na ana nguvu. Yeye Muislamu au nchi yao ya Kiislamu wa Iraq, wa Arabu wakaivamia nchi ya Kiislamu ya Kiarabu. Zile nguvu zake hakutaka kuivamia Israeli, labda kuna Tel Aviv au wapi na mfano wa hivyo. Yeye akawavamia Waislamu wenzake dhulma wa udwana, na akawa anasema hii ni safari, tunakwenda mpaka Riyadh. Riyadh ni Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Kumbe aje mpaka huko. Ikawa sasa watu wanataharuki, na kule kaikalia nchi kimabavu, na akawa kweli anarusha makombora mengine yanafika Riyadh. Serikali ya Saudi Arabia ikakaa kwenye shura yake, wakajadili, sisi kupigana na Saddam uso kwa uso atatuharibia sana, yeye hana cha kukosa,
hana cha kupoteza. Tufanyeje sasa? Waitwe wanawazuoni. Sisi tuna pesa, tuna fulusi. Tuwaite wanawazuoni, iko lajna ya maulama, kamati maalum ya jopo la wanawazuoni likiongozwa na al-Imam Sheikh Abdul Aziz bin Baz na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Swali likaja, je, inafaa sisi kukodisha jeshi la Kimarekani, jeshi la kikafiri kwa pesa zetu kumpiga Saddam Hussein atoke Kuwait na asilete uvamizi wake kwenye nchi yetu? Kiislamu yafaa? Ndio ulizwa wewe sasa. Tumlete kutoka Marekani na pengine kuna kambi zake za kijeshi zipo, lakini alete silaha, sisi tutalipa dola bilioni ngapi tutampa, lakini atoke pale na asije huku kwetu. Hebu tuambieni, katika fatwa ya Kiislamu hiyo yafaa? Alisti'anatu bil kuffar, kutaka msaada kwa kutumia makafiri kwa kutumia pesa yako, yafaa? Wanawazuoni wakakaa wakalitafakari lile jambo, wakapitisha fatwa kwamba kwa maslaha hayo inafaa. Fatwa ikatoka kwamba yafaa, ikaingiwa mikataba ya kumpiga Saddam Hussein. Tuko pamoja? Kipindi kile kile wakatokea baadhi ya wanaharakati, vijana wadogo kwa wakati huu, miaka 30 na ngapi, 40, vijana wale si katika wanawazuoni wenye kuzingatiwa kwa wakati huo, wakatoka na kufanya mihadhara kuonyesha kwamba jambo hili halifai, haifai, itakuwaje na nini. Kwanza hii sio kujilinda, huku ni kutawaliwa, mlete makafiri katika nchi za Kiislamu. Wakasema maneno mengi, vijana wengi wakaathirika na propaganda zile. Wanawachuoni wakatiwa kwenye khiana, wanawazuoni wakatukanwa kwamba hawa ni wanawazuoni wa kiserikali, hawa majasusi, hawa wanatumiwa, hawa watawala wanawatumia, hawa hivi, mpaka ile heshima ikaondoka katika nyoyo za watu. Vita ikapiganwa, na nyinyi mwakumbuka, katika kuamsha hisia za Waislamu ikawa Saddam Hussein akirusha skadi Riyadh, nyingine alipeleka Tel Aviv. Skadi, Allahu Akbar, unapiga Tel Aviv. Sasa swali, kama nyinyi mlikuwa mna maguvu ya kupiga Tel Aviv, si mngeanza kuzitumia nguvu hizo kwanza mkawapiga wale wazayuni? Mbona mmewavamia Waislamu wenzenu mpaka sasa mapigwa ndio mapeleka kombora Tel Aviv? Maana yake nini? Lakini kutaka kuamsha zile hisia, sasa ikawa makundi makubwa ya Waislamu duniani wanamsupport Saddam Hussein. Skadi nyingine imeandikwa Khalid bin Walid. Lakini ni kutaka kuamsha ile hisia za watu, na watu hisia zao zikaamka kweli kweli. Lakini vita ilikwenda, Saddam Hussein akapigwa na jeshi lake likatoka Kuwait, na akaacha kuishambulia nchi za jirani ikiwemo Saudi Arabia. Swali, je, jambo hili, fatwa iliyotoka kwa wanawazuoni, ni fatwa halali au fatwa ya haramu? Je, yafaa kuwatangulia wanawazuoni kwa mujibu wa aya hii? Vibaraka hao, maaskofu hao, bin Bazi nani hawana kitu bwana. Wale wakishasema mfalme kasema basi adhini kwanza. Naam, turudi katika maudhui yetu, masala al-iftiatu ala al-ulama والتقدم عليهم, masala ya kutaka kuwatangulia haraka wanawazuoni na kuwapokonya nafasi zao katika mambo makubwa kama haya ni makosa. Sasa leo mathalan wewe hapo binafsi nyumbani kwako, kwenye biashara yako, ghafla kuna kigenge cha Waislamu, vijana wa Kiislamu, Panya Road, sawa, au vibaka tu wamekuja, ukiangalia yule pale ni Muhammad, yule ni Said, yule ni Ali,
yule ni Uthman, yule kadha, waislamu Abu Bakar, majina ya Kiislamu na ni waislamu vijana, wamekuja na mapanga yao, wamekuvamia kwenye ofisi yako au nyumbani kwako, na katika tabia zao wanaweza kukuua au kukujeruhi, wanaweza kubaka pale nyumbani kwako, kufanya uharibifu mkubwa. Unapokaa jirani yako na jirani yako si waislamu, makafiri. Haya, muulize Sheikh, je, Sheikh yafaa kumuita John aje nisaidie kwa sababu ana bunduki? Yafaa? Haifai. Haifai. Pambana nao wewe mwenyewe. Wale watakuja kuwaua waislamu pale, wale watakuja kuwaua waislamu bure. Sasa itakuwaje John aje kuwaua waislamu bwana? Si ndio hivyo? Lakini sasa akili zikishakuwa zimeharibiwa, hazitafakari kama wanavyotafakari wanawazuoni. Wanawazuoni wanatazama mambo kwa mapana yake kwa mujibu wa misingi ya dini. Basi kwa hili vitabu vimeandikwa, kaseti zikatolewa kwa wakati ule zikiwatusi wanawazuoni kuwa ni wanawazuoni ulama usulta, wanatoa fatwa kuwaridhisha wafalme. Hawana maana yoyote. Mambo haya yakaenea kila mahali. Wakafallahu almu'minina alqital, wale wakafiri wakakodiwa, wakawapiga, wakawatoa, ikawa imeelea. Sasa hivi wanajeshi wa Kimarekani mpaka ndani ya Makka, mpaka kwenye Kaaba. Anasema hivi hajafika, hajui Makka iko vipi wala hajui chochote, lakini kakaa kwenye kahawa azungumza nini. Ni taarifa tu kazipikia. Wale kwenda Makka wanajua, sio leo, miaka 20 30 wanajua hili jambo. Hakuna kitu hicho, propaganda zimekuwa nyingi. Ninachotaka kusema ni kwamba ile heshima ya wanawazuoni ikawa imevuliwa, wanaharakati ndio wakawa wanazungumza. Wanaharakati sio wasomi. Unakuta mtu ni mwanaharakati hata kusoma Qur'ani hajui, lakini azungumza tu kwa jina la Uislamu, basi huyo ni shekhi. Na hili jambo hata katika nchi zetu hili lipo jambo hili. Mtaweza kuzungumza habari za huko, hana historia ya elimu, hajasoma. Kwa sababu tukasoma skuli, anaweza kusoma magazeti, kusikiliza taarifa za CNN, ABC, BBC na machapisho mbalimbali yanayochapishwa na wataalamu mbalimbali huko duniani, wazungu na watu wengine wanaoandika. Basi kwa sababu ajua, ana data zake hizo, anazileta pale. Wajua hapa azungumza kwa niaba ya Waislamu. Hili ni kosa, si sawa. Mambo ya Waislamu makubwa yanayotokea yenye maslahi kwenye umma, au jambo ambalo ni hatarishi kwa umma, mahali pake ni watu kurudi kwa wanawazuoni, wao wanaelekeza nini. Na tunaposema hawa wanawazuoni ni watu wasomi waliotaalamika, si kwamba alipita madrasa kasoma madrasa kwao huko. Huyu ni msomi mbobevu, amebobea katika ilmu ya sheria ya dini Allah subhanahu wa ta'ala, ameishi katika maisha hayo ya ilmu. Katika mambo ya msingi pia ni kujua historia za watu katika kusoma kwao, amesomaje, wapi, nini, pia kujua manahiji zao na mifumo yao. Kinyume cha hivyo utakorogwa wewe, utapelekwa siko. Watakuja waganga wa kienyeji, wampita madrasa, watazungumza mambo yao ya kiganga, utaona ni shekhe, si shekhe. Wanazungumza kiasi ambacho Waislamu wanadharaulika, kwa sababu vile wanavyozungumza hawazungumzi kwa misingi ya Kiislamu. Maana misingi ya Kiislamu ilivyo, mtu akitaalamika, akijua kisawa sawa, huwezi kumlinganisha na padre, askofu, si nani, si ana PhD, si ana nini, huwezi kumlinganisha naye. Wewe wajua elimu ya Kiislamu ilivyo. Elimu ya Kiislamu ni kitu cha aina yake kabisa, kio katika upeo mkubwa kabisa. Mimi naweza kuelezea kwa mfano, yani mtu vipi anakuwa sasa, huyu sio shekhe, talibul ilmi almutamakkin. Huyu sasa ni talibul ilmi, ni mtu labda ni katika wale wakufunzi wakuu wa elimu katika mambo ya dini. Anazingatia akiwa vipi?
Kwanza wanakuambia ili uwe na safari ya wanawazuoni wakisawa sawa katika elimu za lugha ya Kiarabu peke yake uwe na fani 13, uwe wazijua vizuri kabisa fani 13. Haya ni mambo ya lugha tu, lakini wewe waijua Qur'ani na fununi zake, Qur'ani na fani zake na taratibu zake, wewe waijua vizuri. Misingi ya kuitafsiri Qur'ani uwe umeibobea vizuri, iwe Qur'ani wewe wajua kuitafsiri na misingi yake, ibara zake na maneno yake, madhumuni yake, makusudio yake. Aya hii hapa malengo yake ni nini, sababu ya kushuka kwake ni nini? Je, aya hii inawahusu watu fulani au inaenea watu wote? Aya hii kadha, ufahamu misingi ya Qur'an. Lakini pia uwe umebobea katika ilmu za mafunzo na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika sifa za Uislamu ni kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamedhibitiwa tena kwa silsila maalum ya upokezi. Kwa hiyo wamedhibiti wanawazuoni, hadithi hii kaipokea fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Sasa umjue huyu fulani ni nani, huyu fulani na yeye shekhi wake ni nani, naye ni nani, umjue hali yake, na maelezo yameelezwa kwenye vitabu maalum vikielezea wapokezi wa habari. Akitajwa tu, hapana, habari hiyo sio sahihi kwa sababu kuna mtu fulani na fulani, huyu alifanya hivi na hivi na hivi, mwenendo wake ulikuwa hivi na hivi, habari hii haiko sawa kwa sababu inapingana na habari hii, na hii ina nguvu zaidi kuliko hii. Kwa hiyo uwe na utaalamu katika kuyafahamu kwanza mapokezi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia si mapokezi tu, ufahamu fiqhi iliyomo katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya yana maana gani, yamezungumzwa kwenye muktadha upi, malengo yake nini, amekusudia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Zote hizo ni fani zitakuelekeza wewe katika kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na elimu ya hadithi na mambo mengi, milango mirefu hivyo hivyo katika mapokezi ya habari nyingine yasiyokuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana sisi katika historia ya Kiislamu wamekuwa wanawazuoni wa Kiislamu ni wabobezi katika mambo ya historia, kwa sababu vyanzo vyao ni vya kuaminika. Hakuna inasemekana hapo kale, hakuna katika Uislamu habari namna hiyo. Eleza umeitoa wapi, chimbuko lake nini? Inasemekana kwamba kulikuwa kuna watu walikwenda huku wakarudi wakaenda kule, hapa inawezekana. Hakuna habari hizo. Ni lazima upembuzi yakinifu ufanyike na uchambuzi wa kina katika habari na matukio yanayohusu watu, jamii, mtu mmoja mmoja na makundi ya watu na nyakati zao. Kwa hiyo Muislamu shekhi anayesoma historia ya Kiislamu anaweza kukuelezea wewe tangu kuumbwa kwa Adam na kabla yake, Adam alipoumbwa, familia yake, shirki ilivyotokea, kuletwa mitume, alikuja nani, ikawaje, Qur'ani yasemaje, gharika ilivyotokea, gharika kuu, baada ya hapo kugawanyika vizazi vya watu na uzao wa Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam, na mataifa yalivyogawanyika. Hawa ni watoto wa Shem, hawa ni watoto ya Jafet, hawa ni watoto wa Ham, Mahemit, wamezaliana, wamegawanyika, wamekwenda wapi, miji gani, Mahemit wamekwenda wapi, watoto wa Sam wameelekea wapi, Jafet watoto wake ni Yafith. Atakuelezea kwamba makabila haya asili yao ni hawa walikuwa hivi, hawa ilikuwa hivi, nabii fulani alikuja. Habari anazijua na zinaendelea mpaka leo, na wanazuoni wamedhibiti haya mambo. Bado unakuwa mjinga? Huwezi kuwa mjinga. Sasa ukirudi katika sheria ya Kiislamu yenyewe, sheria ya Kiislamu, alafu mtu akwambia kasoma dini, akwambia wajua yule kasoma dini tu hajui, haiwezekani. Sio hivyo. Ukisoma dini ndio umesoma dunia kwa undani zaidi. Kwa sababu angalia, kwa mfano katika fiqh ya Kiislamu kuna fiqh ya mambo ya ibadat, utasomeshwa wewe, yani mambo ya tahara, mambo ya namna ya kuswali, swala najisi, swala, zaka, saumu. Hizi ni mambo ya ibada, inaitwa fiqhul ibadat. Lakini ukisoma kuna kitu kinaitwa al-ahwalu shakhsiyya, inaelezwa sheria hii kwa ufafanuzi
na kwa kina kabisa. Al-ahwalu shakhsiyya ni yale mambo binafsi ya watu, mahusiano kama ndoa, talaka, nasaba, kwamba nasaba itathibitishwa vipi kwamba huyu ni nasabu ya huyu na huyu si nasabu yake, fulani bin fulani, itakuwa ukoo ule namna unavyothibitishwa, mambo ya kuziangalia familia na kuzisimamia, hukumu zake kisheria, nani ana wajibu wa kuiangalia familia na kutoa matumizi. Huyu ni dada yako, baba yako hayuko, ameolewa, je, wewe ndio utampa matumizi au utapewa matumizi na mume wake? Kaachwa au mume amefariki, atakwenda kwa nani? Ataishi vipi? Huyu ni binti yako. Mambo kama hayo, mambo ya kimatumizi. Matumizi, wewe una wajibu wa kumpa matumizi nani? Sheria inaeleza mambo haya. Mambo ya mirathi, na hili ni jambo jingine mbali kabisa, jambo lake ni kubwa. Wanaosoma elimu ya mirathi, kuna mambo mengi, kuna fiqh ndani yake, kuna elimu ya nasaba, kuna elimu ya mahesabu. Mahesabu yake si rahisi. Wasoma hisabu shekhi, vipi utaigawa mali hii inagawanyika na mali hii haigawanyiki? Kwa mfano real estate, mali iko pale, mashamba, nyumba, zitagaiwa vipi, kwa nisba ipi, kwa nisba au kwa qararit? Utaigawaje mali ile, kila mmoja apate sehemu yake? Ni utaalamu na ubobevu wa hali ya juu. Haya mashekhi wanayasoma katika vyuo vya madaris, yanasomeshwa, ni elimu na ni katika sehemu ya sharia ya Kiislamu. Kwamba mimi sitasomea hilo, shekhi asema mimi sitasomea mambo ya Qur'an, kwa hiyo haya mimi sijui. Si shekhi huyo, atakiwa ayajue haya. Hizi ni al-ahwalu shakhsiyya, na malengo yake ni kupanga na kudhibiti mahusiano ya kifamilia kati ya wanandoa na watu wa familia na jamaa wengine. Inaitwa al-ahwalu shakhsiyya, milango maalum imewekwa. Ukisoma kwenye vitabu, kitabu nikah, kitabu sadaq, kitabu nafaqa, kitabu alhadana, mambo ya kulea watoto, nani ana jukumu la kuwasimamia, baba amefariki, mama amefariki, mtoto atalelewa na nani, atakwenda wapi, nani msimamizi, matumizi yake yatatoka wapi. Vitu vyote vimewekwa ufafanuzi wake katika sheria ya Kiislamu. Hiki ni kipengele kimoja tu cha al-ahwalu shakhsiyya. Lakini kuna al-ahwali zinazoitwa al-ahkamu al-madaniyya. Al-ahkamu al-madaniyya wenyewe wasema ni hukumu za mambo ya kiraia. Sasa sisi ni raia, tunaishi katika mujtamaa wetu, tunaamiliana, tunauza, tunanunua. Kwa mambo ya biashara, al-bay' wash-shira, mambo ya ijara, kukodisha watu, umemkodisha huyu, umekodisha kile, ukodisha kipando chako, umekodisha nyumba yako, kuna hukumu zake, taratibu zake Kiislamu. Shekhe atakiwa azisome hukumu hizi, azijue kwa mujibu wa dalili na maongozo wa Kiislamu kupitia Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakiwa asome mambo ya rehani, umeweka bondi mali yako. Je, mathalan mimi nimeweka mali yangu kwako, hii pikipiki yangu nimeweka rehani, nipe 200,000. Je, mimi niliwekewa rehani na haki ya kuitumia sasa nikaifanyia bodaboda? Kama sasa naenda narudi, kija basi nimekupa mpya, imekuja sasa imechakaa. Yafaa. Sheria hizi zimewekwa katika vitabu. Babu rahani iko kadhalika, milango ya ushirika, partnership, tutaka tushirikiane kwenye jambo fulani, tufanye biashara fulani, muamala fulani, tutaka tufungue kampuni na mambo kama haya. Mambo ya madeni na namna ya watu kudaiana na kulipishana madeni, yote haya yameweka katika sheria ya Kiislamu. Lengo lake ni kulinda haki za kifedha na mali za watu. Shekhi atakiwa asome mambo haya. Hapa nazungumza somo moja tu, fiqh. Nazungumzia fiqh. Shekhi atakiwa asome al-ahkamu al-jinaiya, makosa ya kijinai yanayotokea katika mujtamaa. Huyu kampiga ngumi yule, sawa, kamngoa jino, kamtoboa jicho, yule kafanya hivi, yule alikwenda kuwinda, alikuwa analenga swala, kumbe kuna mtu kule jirani kampiga risasi, kafa. Nini hukumu yake? Hizi tu al-ahkamu al-jinaiya. Shekhi anazisoma hizi, na lengo lake ni kulinda maisha ya watu, kulinda mali za watu, kulinda heshima za watu, kuweka usalama katika jamii, kuweka uhusiano mzuri kati ya mkosaji na muathirika na jamii, na kuainisha makosa yake na hukumu zinazotakiwa zipitishwe ili kuzuia kuendelea kuvunjwa haki hizi. Shekhi atakiwa asome na ajue kila mmoja na hukumu yake.
Kwa hiyo Sheikh Ali alikuwa ni nani? Amekuwa hakimu, na hapa pia ni hakimu tena, anaweza kutoa hukumu kwamba jambo hili kadha, hukumu yake ni kadha. Pia kuna masala al-ijraat al-madaniya au al-jinaiya, yani na taratibu za kisheria katika kufungua mashtaka. Mtu atakiwa afungue vipi mashtaka, yani madai, njia za kuthibitisha madai, za kuthibitisha mashtaka, haki za kutoa ushahidi, nani atakiwa awe shahidi, shahidi katika ndoa, shahidi mahakamani, shahidi katika biashara, shahidi katika mikataba, nani ana sifa ya kuwa shahidi, mambo ya viapo vitakuja wakati gani, yatakiwa vipi, ushahidi wa kimaandishi una nafasi gani, iliandikwa vipi. Shekhe huyu atakiwa mambo yote haya ayajue katika somo moja tu, somo la fiqh. Shekhe huyu atakiwa ajue al-ahkamu ad-dusturiya ambayo yasomeshwa katika fiqh, yani hukumu za mambo ya kisheria za kinchi na mikataba na katiba zake, yani mfumo wa utawala, ajue kanuni za uongozi, uhusiano kati ya watawala na raia, haki na wajibu wa watu binafsi na makundi mbalimbali. Kuna watu wenye ulemavu, kuna watu wenye kujua haki zao mbalimbali. Shekhi atakiwa asome mambo hayo. Mwanazuoni wa Kiislamu mbobevu atakiwa ayajue mambo. Likitokea jambo ashajua hii hukumu yake ni kadha, ataweza kusema, si masala kuropoka tu kwenye mitandao. Shekhi, hii ni fiqh na sheria ya Kiislamu. Ajue al-ahkamu ad-dawliya, hukumu za kimataifa ambazo zinajenga mahusiano kati ya dola ya Kiislamu na mataifa mengine, hali ya amani na hali ya hofu inapotokea jambo, limetokea janga, yametokea maradhi, yameenea katika mji, katika nchi, kipindupindu kimeenea, covid imeingia. Shekhe, wewe wasemaje? Watakiwa uwe na majibu ya kuwapa Waislamu kwamba jamani, katika hali hii muongozo wetu ni huu. Waislamu tulieni, kila mmoja akae kwenye nyumba yake, lockdown, watu wasitoke. Ndio Uislamu umetufundisha. Shekhe ajue, azungumze, sio kila mtu aseme tu. Ina maana shekhe ametaalamika, anajua. Mbali na hayo, shekhe atakiwa ajue al-ahkamu al-iqtisadiyya wal-maliyya, hukumu za mambo ya kiuchumi na mali, ili apate kulinda haki za watu katika mali. Abainishe njia za umiliki, sio kila njia ya umiliki yafaa, hii ya haramu, hii ya halali. Umepata vipi mali hiyo? Umeimiliki vipi? Je, umiliki wako ni wa halali au si wa halali? Shekhe atakupa hukumu jambo hilo. Usimamizi wa mali, nani atasimamia mali ya mtoto mdogo aliyerithi kutoka baba yake, naye akiwa bado yatima, hajafikia umri wa baligh? Mtoto mdogo anaweza kuwa bilionea, baba yake alikuwa na mali nyingi tu, lakini amekufa baba yake, umri wake miaka 5. Msimamizi ni nani? Nani atasimamia mali yake? Ataisimamia vipi? Ataiendeshaje? Huyu tumjua ni safihi, ni mtu mbadhirifu, atumia mali ovyo. Sheria yasemaje? Atasoma aya, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Huyu mbadhirifu asipewe mali, azuiwe, apewe matumizi yake kila siku. Tutaifreeze account yake kwanza mpaka tuangalie iko sawa. Sheikh atakiwa ajue mambo haya, matumizi ya mali kwa mujibu wa sheria na mengineyo. Ni somo moja tu la fiqh, na fiqh ina vipengele vingi, mambo mengi. Bado utakuwa akili yako imedumaa tu, haiwezi kudumaa, lazima akili yako ichangamke. Kuna mambo mengi kujua. Sasa mimi nataka kuwaambia kwamba tusighurike na kile anayezungumza kwenye mitandao au kwenye majukwaa, watu wakampa nafasi ukaona kwamba huyu ni shekhi. Sisemi hivi kwa njia ya kudharau, lakini mashambulizi katika jambo hili yamekuwa ni makubwa sana. Watu wameshaona kwamba kuna maslahi ndani yake. Mambo haya yameingia kwenye dini nyingine. Kila anayetoka mara kafungua kanisa, kule kafungua kanisa lake, mara huyu ni biashara. Tusiruhusu jambo hili kwenye dini yetu. Na sisi Waislamu tunatoa nafasi kwa sababu ya ujinga wetu. Ujinga ukiondoka kwetu, mjinga akierevuka, basi wale wababishaji wote watakimbia, watatoweka. Kinyume cha hivyo tutaendelea kutapeliwa katika dini yetu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zami al-khusran. Maneno haya huwa yakariri sana. Dini ni rasilimali muhimu sana, ishike vizuri. Kuipoteza rasilimali hii ni hasara kubwa sana. Sasa vipi unakuwa mjinga kwenye dini yako, unamkabidhi mtu yoyote tu amsikiliza, asema basi? La,
hilo jambo haliwezekani. 1000 mara la. Kwa hiyo mwanachuoni wa Kiislamu aliyesoma fununi hizi akataalamika katika milango hii, akawa na fiqhi katika dini, akawa na maarifa, sikwambii katika mambo ya iman na itikadi, huko amebobea mambo tungu nzima, ajua mambo ukisema tu kujua wewe ni mtu wa mrengo gani. Sikwambii katika fani nyingine ambazo hazipo katika matumizi yetu, kwa sababu bado sisi hatujafikia maendeleo hayo. Na kuna vitu vingine mpaka visemwe mpaka maendeleo hayo yafike. Fununi mbalimbali wanawazuoni wa Kiislamu wanataalamika, wanakuwa nazo fani hizo. Shida labda inakuja kwenye lugha. Sasa lugha ndio elimu. Tumjalie kwamba aliyesoma Marekani kwa Kiingereza huyo ndio mtaalamu, lakini aliyesoma Beijing China mtaalamu kwa Kichina huyo sio mtaalamu. Ndio hivyo. Unaona China wanapopiga pesa na Kiingereza hawajui. Piga pesa kikweli kweli tena. Wataalamu tena. Ni wataalamu kweli kweli. Sasa sisi tuna akili fulani tumetengenezwa, tushasetiwa akili zetu na wakoloni. Hata nyinyi mko hivyo hivyo. Ndio mshasetiwa, ile akili imewekwa sawa sawa, na baadhi ya nchi hata ndugu zetu walituzunguka majirani na sehemu nyingine tayari watu washasetiwa akili kwamba Kiingereza ndio elimu. Hata kama wafanya njaa, lakini basi wajua Kiingereza tu. Umezungumza Kiingereza fasaha, basi mtaalamu huyo. Lakini huko wadaiwa kodi. Mwenye nyumba hajasoma hata Kiingereza hajui. Mfahamu? Tusije tukachanganywa hapo tukaamini hivyo. Na ndio maana sasa tuna wataalamu wengi kabisa, lakini vitu vya msingi kabisa wanashindwa kuvitengeneza. Kwa sababu tunamezeshwa tu vitu ambavyo havina maana kwetu. Imekuwaje wenzetu wamekuwa ni madaktari wabobezi, mabingwa, sisi kila siku tutukanwa tu. Hatuna taaluma, hatutoi huduma inavyostahiki, twaharibu. Imekuwaje wenzetu wamekuwa ni wasanifu wazuri wa majengo, wahandisi wazuri, majengo yao yanakuwa imara, sisi kila siku tuharibu. Tukiachiwa sisi miradi, tukiachiwa sisi tutaiharibu. Sikaachiwa Mwafrika, kaachiwa Mwafrika pale alipoondoka mzungu. Na ndio hali halisi ilivyo katika nchi zetu. Mimi nitawapigieni mfano. Leo katika hii nchi ya Tanzania palikuwa kuna mashamba ya mkonge. African Office iko Tanga hapa. Mkonge ulikuwa unazalishwa Tanzania, hasa Tanga bil khusus, na inaleta pato kubwa kabisa katika taifa. Miaka ya 60 kuja 70 karibu tani laki ngapi zilikuwa zikizalishwa. Imekwenda wazungu walipoondoka, mara tani 1080 zimepungua. Mara tani sio laki ngapi zimepungua. Mara hauna faida tena. Nini kaachwa Mwafrika? Mzee Mwinyi, mzee Ruksa katika kitabu chake anaeleza, asema yani shida kubwa iliyotokea katika nchi yetu sisi. Yeye asema ile siasa ya Mwalimu, siasa ya ujamaa sio mbaya, lakini wale waliochoka kuisimamia kuitekeleza ile walishindwa. Wakashindwa kutekeleza. Kwa nini? Mwafrika mjinga, hajui, ameimbishwa tu kule shule, basi hana alichokielewa. Yeye atakiwa alete mapato, yeye ndo anazidi kutumia. Yani anachokitumia, matumizi yake kwa mwezi atumia milioni 2, wakati yeye anaingiza 700,000. Twende mwaka mmoja utabaki na kitu hapa. Katika alioeleza kwa mfano haya mashirika ya umma yote, sema waliajiriwa watu wengi ambao hawana kazi katika ile mashirika ya umma. Watu watakiwa 700 tu labda, au watu 1000, wameajiriwa watu 6000. Watu wapia na kazi tu, meneja hajali wala nini. Bandari kuna kikundi cha ngoma, watu bandari na ngoma hapo kwa watu walipo tu kwa sababu kuchekesha, kwa sababu wacheza kibisa. Yule akasema kubeba vyuma, lakini kile cha bandari kile, hiki cha posta hiki. Wameajiriwa watu tu nzima. Hivi wamejazana pale, wanakula tu. Sasa hesabu, hamjui hesabu. Kuna timu za mipira, kila shirika la umma, kila basi balaa tu. Hao wasomi ndio tena wa Kristo. Si ndio walikuwa wamesomeshwa wakati huo? Mwaka 70, 75% ya wabunge wa Tanzania walikuwa ni Wakristo.
70 kuna 71 bunge la Tanzania, na asilimia 75 wa Kristo, 70 Katoliki. Tathmini ya kweli kabisa. Dr. John Sivano ameeleza kwenye kitabu chake Kanisa Katoliki na Siasa Tanzania Bara. Alafu hao ndio wamekwamisha nchi mpaka imefika nchi za haina kitu, njaa. Sasa nyinyi wasoma nini jamaa? Lakini ukiusoma Uislamu unakuwa na maarifa sahihi na una uwezo kuleta upembuzi wa mambo, upembuzi yakinifu kabisa. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yataka uhai, umri wako uumalize katika kuyasoma mambo haya. Kwa hiyo mimi sitaki kuwaambia kwamba kuanzia leo sasa na nyinyi msome miaka 40. Asisemi hivyo, tutakuwa sijafanya jambo, lakini tusomeni tuijue dini yetu. Lakini pia tusiwasahau watoto wetu kuwekeza katika elimu hii, yataji watu. Hii elimu ya dini hii ya kuisoma dini vizuri, kunahitajika watu wakuja kuihami dini, waijue sheria hizi. Leo kumeingia huduma za kibenki za Kiislamu, Islamic Bank. Utaambiwa mambo chungu nzima. Kuna wataalamu sasa pale, lazima ujue sheria, al-ahkamu al-iqtisadiyya wal-mali, lazima ujue vizuri. La sivyo utadanganywa sasa hivi, utaambiwa huu ni murabaha kumbe sio. Unaelewa? Mambo ya sukuk, mambo gapi lazima uyajue kiundani. Haitatosha kwamba wewe ulisoma skuli mambo ya uchumi, sio mambo gani, kwa hiyo huwezi jua. Kuna wataalamu watakudanganya tu hapo, utazungumza kitu ambacho huna elimu nacho. Ina maana tunatakiwa sisi tuandae ndani yetu kwanza kwa Waislamu, tuwe na watu. Sasa turudi malizie maneno yetu kwamba lazima sisi tuwajue wanawazuoni wetu, wanawachuoni wa Kiislamu waliosimama katika misingi ya sawa sawa ambao sisi tunatakiwa turudi kwao. Kwa nini sisi tuzungumza maudhui hii ya kutaka kuwajua wanawazuoni? Mwanzo kabisa nimeeleza kwamba yako mashambulizi ya kimakusudi kabisa na mipango na mikakati ya kimakusudi ya kudhoofisha nafasi hii ya wanawazuoni, na kuona kwamba wanawazuoni si chochote, na sio lazima wawe wanawazuoni wa Kiislamu. Mashekhe, wajua hawa mashekhe, na wakipiga mfano wa mashekhe wapiga wale ambao hawakusoma, si ndio wanaowaona wako mbele. Taja mashekhe, wataja wale ambao kusoma kwao ni kwa ubabaishaji, pengine wana ufundi tu wa kuzungumza kwenye majukwaa basi, lakini elimu hasa ya kusoma dini hawana, ambapo sasa Muislamu wa kawaida hawezi kutofautisha kwamba ndiye au siye. Akiwekwa sawa, mashehe sasa wajua mzungumze, mngewekana sawa tu huko mngeitana, sio hivi mashehe na pia yule yumo. Mnatudhalilisha sana sisi katika Uislamu wetu. Watu wanadhalilishana sana. Kwa nini mmesoma, mmemaliza chuo kikuu na master, alafu wewe sasa unajikutanishwa na mtoto darasa la 4 kafeli, naye ana utaalamu wake sio kuuza dawa, sio miti shamba, basi madaktari mkae mzungumze. Utakaa naye uzungumze nini? Mtazungumza kitu gani? Yeye ana kitu gani anachokielewa huyu? Mbona mnataka kuwadhalilisha watu na taaluma zao? Madaktari siku hizi mmekuwa mnafujo. Wallahi mnasikitisha sana. Ndio hali ilivyo tunaoishi nayo sasa hivi. Ndio hali tunaoishi nayo sasa hivi. Kwa hiyo ile nafasi ya maulama na wanaozuoni imekuwa dhaifu, kwa sababu pameingizwa makundi makubwa ya watu ambao si katika wanaozuoni wala hawana historia ya kusoma. Ndio maana siku za nyuma wakati ule Usama bin Laden ndio ametrend katika mitandao na nini, Al-Qaeda, vitu kama hivyo, ikawa Ahlus Sunna wanazungumza, lakini huyu hajasoma dini. Ndio hajasoma, lakini nyinyi mmesoma, mbona mtokei sasa? Mko wapi sasa? Hajasoma sawa, mama huyu hajasoma, huyu hawezi kuwa shekhe, hawezi kuzungumzia umma huyu. Lakini ana wafuasi wake wanaomlinda
Ukisema kina Ayman al-Dhawahiri ana wafuasi wake, kina Anwar Haulak ana watu wake na genge lake, kwa sababu fasaha Kiarabu, fasaha Kiingereza, akizungumza kama Mwingereza. Kwa hiyo ana makundi, si msomi lakini wa dini, hajasoma, si mwana wa chuoni. Kwetu kiwana wa chuoni hazingatiwi, kapita madrasa, ajua aya, kasoma. Kwa mtu aishi kazaliwa Yaman mathalan au kazaliwa Saudia, kujua Qur'ani kitu cha kawaida, tangu iko primary, tangu kuchekechea atasoma Qur'ani. Huyu atakwenda kupambanua mbele huko, sasa ataingia skuli, ataenda mambo yake ya skuli, au atakwenda madrasa kusoma dini. Ni mifumo imewekwa, imewapa maarifa kwako wewe, kwa sababu kusoma kabisa wamuona ni shekhe, kwa sababu alingana na huyo shekhe wako kumtani kwako, pengine pia mshindi, lakini si shekhe, na lugha anayozungumza pengine ndio ya kuvutia zaidi. Basi ushakwenda na maji. Ndugu zangu, dini tusipeleke namna hiyo. Sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa katika kila zama tuna wanachuoni wakubwa katika zama hizi. Katika miongoni mwa ulama wakubwa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa ni al-Imam Sheikhul Islam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, ambaye alikuwa ni mufti wa al-Mamlaka al-Arabiyyah as-Saudiya. Shafariki, lakini huyu ni mwanachuoni mkubwa, athari yake ni kubwa katika ulimwengu. Amesomesha wanawazuoni wengi, mtaalam katika mambo ya dini, na wanawazuoni wamempasisha kuwa huyu ni mwanachuoni, tena mwenye aqida iliyosalimika. Kwa sababu utakumjua mwanachuoni, wasikilize wanawazuoni wanasemaje, sio wajinga. Wanawazuoni wanasema nini kuhusu huyu, sio wajinga. Mwanachuoni hapitishwi na wajinga, kwamba wajinga wengi milioni 5, wajinga milioni 5 wameafikiana kwamba huyu ni mwanachuoni. Haizingatiwi Kiislamu, haizingatiwi, ni kama vile hakuna. Yani mmenielewa? Wamekusanyika wajinga milioni 5, milioni 50, milioni 60, wameamua kumpa ushekhe mtu fulani, hawazingatiwi wao wala huyo shekhe wao. Wanaozingatiwa kwamba huyu ni alim ni wanawazuoni, waseme huyu ni alim. Kwa hiyo ukitaka kumjua Ibn Baz, soma maelezo wanawazuoni wanasemaje. Yeye ni mwanachuoni. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, na uzuri kwamba hawa ni wanawazuoni wamefariki si muda mrefu. Matukio mengi yaliyotokea katika huu ulimwengu wameishi, wameyaona, wameyazungumzia. Kwa hiyo hata ile itakayotokea baada ya hapo pia nayo tutayalinganisha na yale wameishi kwenye karne hizi. Labda unaweza kusema kina Imam Shafi'i, kina Imam Ahmad, kina Imam Malik rahmatullahi alayhi, wao wamekufa zamani. Haya mambo ya sasa hawajayaona. Sisi tunazungumza wakati wa sasa huu, wakati utokea mambo ya maandamano, mambo ya vitu gani, mambo ya vitu gani, hawa hawakuyadiriki. Sisi tunazungumza hawa waliodiriki, ni wanawazuoni hao, kina Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika zama hizi. Asili yake huyu bwana ni mzungu wa Albania. Albania ni nchi iko Ulaya Mashariki. Alizaliwa kule, babake alikuwa ni shekhi, mwanachuoni mkubwa. Ulipoingia ukomunisti katika nchi zile, baba yake akakimbia kule na familia yake, akatoka nchi za Ulaya akaja Damascus, Syria, akakaa pale. Mtoto wake akakulia pale, akasoma pale kwa wanazuoni akiwemo babake. Kwa ni mzungu. Mzungu tu basi karibu dini. Wazungu wako wengi katika dini humu, wanawazuoni wakubwa. Katika wanachuoni wa Kishafi mzungu Abu al-Abbas Shihabuddin ibn al-Naqib, mwenye kitabu cha Umdatu Salik wa Uddatu Nas, kitabu maarufu katika madhhabi ya Shafi. Tukisomesha hapa sisi, kitabu muhimu kabisa cha sheria ya Kiislamu. Haya tuliyotaja yote yametajwa kwenye kitabu chake. Miongoni mwa vitabu vinavyosomeshwa katika mahadi yetu hii ni kitabu cha Ibn al-Naqib Shihabuddin ar-Rumi, mzungu. Ukisikia Rumi mzungu, kwa kuwa mzungu, kuwa Mturuki, kuwa Muhindi, haimaanishi kwamba wewe sio Muislamu. Uislamu ulifika kule, ulifika Cyprus mapema kabisa katika zama za kina Muawiya bin Abi Sufyan. Ndiye aliyepeleka manuari ya Kiislamu ikaingia Cyprus, ikaenda Vienna, Namsa. Uislamu ukazichukua nchi zile mapema kabisa, mpaka ilipokuja dola ya Ottoman, dola al-Uthmania, ikazichukua nchi zote zile zikawa ziko chini ya utawala wa Kiislamu. Pametoka wanawazuoni wengi wazungu. Hata huko
Spain tunaposema Andalus, wanachuoni wengi wametoka katika karne nyingi wa kizungu, wameandika kwenye fani mbalimbali za Kiislamu, tafsiri za Qur'an, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa Waislamu. Hivyo hivyo katika Amazigh, Misri na nchi nyingine, Wahindi walikuwa wanazuoni wakubwa. Mwanachuoni mwenye kitabu Fathul Mu'in al-Milibani, Muhindi. Sasa usimtume mtu kwanza yule mzungu tu, ndio Mwafrika tu, alafu mbantu wahid, kwa hiyo ndio sio Muislamu bwana. Hii haimaanisha sisi tumeshavunja misingi ya ukabila na umiji na vitu kama hivi havipo kwetu. Tunaangalia dini ya mtu. La fadhila li arabiyin ala ajamiyin wala ajamiyin ala arabi. Hakuna ubora huo kwamba Mwajemi asiyekuwa Mwarabu ni bora kuliko Mwarabu au Mwarabu ni bora kuliko Mwajemi. Hakuna kitu hicho. Mwenye fikra hizo ni mtumwa wa mawazo na fikra, hizbi mutaassib, hana mwelekeo mtu. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni mwanachuoni mkubwa katika wachuoni wa zama hizi na ameacha athari kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, pamoja na kwamba masufi, mahizbi na watu mbalimbali wanamtukana sana, lakini hiyo haijalishi kwamba yeye si mwanachuoni. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni katika wanazuoni wetu wakubwa, ameacha athari kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kwa uandishi wake na usomeshaji wake wa ilmu na tazkia nyingi za wanawazuoni kumpasisha kwamba ni mwanazuoni. Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani, Sheikh Muqbil katika wanawazuoni wa Yemen, wanawazuoni wakubwa katika ulimwengu wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Amesoma Makka, amesoma Madina, amerudi kwao, amefanya kazi kubwa sana rahmatullahi ta'ala alayhi. Wanawazuoni mwingine Sheikh Muhammad bin Ali Al-Jami, Ethiopia, huyo asili yake, katika wanazuoni maulama wakubwa, amesomesha katika chuo kikuu cha Madina, amesomesha katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanazuoni wanamtambua kwa elimu yake. Kina Ibn Baz na wengine wamtaja kama ni katika wanazuoni, wako wengi. Kuna Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullah ta'ala, kwa muda mrefu, miaka mingi amesomesha katika chuo kikuu cha Madina, amesomesha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muqbil tumepata bahati sisi, Allah amejalia tumesoma kwake kwa kipindi fulani. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi tumekaa chini yake kusoma kwa kipindi fulani. Katika wanazuoni amesomesha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mingi, mpaka amekuwa mtu mzima kiasi ambacho sasa basi kaacha kusomesha, amesimama tu, yuko nyumbani kwake, anakuja msikitini kuswali na kurudi. Yuko Madina. Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mwalimu katika chuo kikuu cha Madina, ameandika, amesomesha kwa muda mrefu, akahamia Maka, akarudi tena Madina. Wanawazuoni wanamtaja na kumuelezea kwa kheri na kumsifu kuwa ni mwanachuoni. Na wengineo kina Sheikh Saleh Al-Fawzani ambaye sasa ndio mufti mkuu wa Saudi Arabia, katika vitabu bora alivyoviandika, andika vitabu vingi, lakini kitabu chake bora kabisa kilichokiandika kinachoonyesha upeo mkubwa wa maarifa yake ni kitabu ambacho sisi tulikisoma Jamii Islamia kama kitabu cha kimtaala pale, kitabu cha kusomeshea, kitabu cha faraidh chaitwa At-Tahqiqat Al-Mardiyya. Kitabu kimeandikwa katika ufundi mkubwa na mahesabu ya hali ya juu kabisa, mfumo wa hisabu mzuri kabisa. Ukiandika yeye alikuwa akisomesha Jamii Islamia katika wakati wetu, Sheikh Saleh Al-Fawzan. Sasa sio ukaona watu kachaguliwa kwa mufti, ukaona kapewa tu kwa ujamaa. Watu wamesoma, wameandika, wamesomesha. Allah warehemu wote waliokufa na awasamehe na awafutie makosa yao na awahifadhi walio hai. Wanawazuoni wako wengi, niwatajia tu kwa mfano. Kwa hiyo yanapotokea matukio kama hayo, ni vizuri watu wakarudi kwa wanawazuoni, wakaangalia fatawa zao zinasemaje, wanaeleza nini. Watu wengi watakuja sasa kule Gaza imekuwaje? Mbona sasa wanawachuoni hatujawasikia? Hujafuatilia tu wewe, una sehemu zako za kufuatilia, huwezi kujua, una vyanzo vyako vya habari. Sasa muda hautotoshi.
Lakini kuna ujinga mwingi sana katika mjitamaa wetu sisi kwa sababu ya kutokujua maelekezo, kutowajua wanawazuoni wetu na kutokujua maelekezo yao wanaelekeza nini. Siku moja mimi niliwahi kuzungumza wakati vita ile imeanza Gaza. Allah awafariji ndugu zetu Waislamu waliohudhurika na mtihani ule. Mtihani mzito sana. Ukiisoma historia, jambo hili si la kwanza wala si kubwa kama hayo yaliyopita katika historia. Kuna mambo mazito yaliyopita katika umma wa Kiislamu zaidi ya haya tunayoyaona sasa hivi. Mpaka kuna mwanachuoni mmoja wa kihistoria wa Kiislamu anaitwa Ibn al-Athir, katika mjalladi wake wa 9 volume namba 9 alipokuwa 9 au 10 nasahau sasa, lakini nimesoma muda mrefu, alipokuwa akielezea mashambulizi ya wanaoitwa wa Mongolia, Tatars wa Mongolia walipokuja kutoka huko Mongolia kuja katika nchi za Kiislamu, wakaingia katika mji wa Baghdad na miji mingine. Tukio lile al-Imam Ibn al-Athir asema, nimetafakari mara nyingi sana kulielezea tukio hili. Kwa hakika hili jambo halijawahi kutokea tangu dunia imeumbwa. Kwa hiyo nataka kuandika, lakini nafsi yangu inasikia huzuni sana kwa mambo yaliyowasibu Waislamu. Sheikh Waislamu waliuawa kwa kiwango cha kutisha mno, haijawahi kutokea. Allah subhanahu wa ta'ala akatia hofu katika nafsi za Waislamu. Anaweza kuja askari mmoja wa Kimongolia akawakuta kundi kama hili la Waislamu, akaua mmoja baada ya mwingine, akamuua huyo, akamuua, afu akaondoka, asiguswe hata na mtu mmoja, watu wote kimya, wamepata baridi. Kuna tukio moja nilisoma, yuko mzee mmoja, binti yake au mke wake alitaka kubakwa na mmoja katika askari wa Kimongolia, alaihim la'inullah, mbele za Waislamu, makundi ya Waislamu wako pale. Kaja mtu mmoja tu, yule mzee ana miaka kama 70, akasema mimi sikubali bwana, humbaki, akapigana akauliwa pale. Waislamu hivyo wakaangalia, hofu imewapata, imeingia katika nyoyo zao, washindwa na kunyanyua mkono. Usi mtu mmoja tu tumnyonge huyu, kila mmoja achukue kiungo chake, lakini walishindwa hata kuthubutu kumwambia acha. Haya yana maelezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waislamu wakifika katika hali fulani wanapatwa na hali hii, lakini hiyo hali yatokana na sisi Waislamu wenyewe, si mtu mwingine. Ukisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona hali hii itajikariri, itawatokea Waislamu watakapokuwa wamefikwa na hali fulani. wala yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwikum almahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi sudurikum alwahn. Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha hofu ya kuogopa nyinyi, ataondosha hofu katika nyoyo za maadui zenu ya kuogopa nyinyi. Mtakuwa hawaogopi, watafanya wanapotaka, na nyinyi mtapewa maradhi ya wahn, sababu imetajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hii hali ilitokea, nataka kurudisha nyuma kidogo. Hivi sasa nchi za kikafiri za magharibi na mashariki zimekuwa na nguvu sana katika upande wa kijeshi, kwa silaha wana nguvu. Nchi nyingi za Kiislamu za dema sasa, na wao washawasoma Waislamu ule udhaifu wao. Kwa hiyo wanafanya wanachokitaka kwa Waislamu, na Waislamu hawezi kufanya kitu. Tunabaki tunanyoshana vidole tu. Sasa nilieleza siku ile wakati wa mashambulizi ya Gaza yalipoanza, nikasema kitu cha kwanza kikubwa ambacho sisi tunatakiwa tukifanye ni kumuomba dua sana Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwaombee wale ndugu zetu, kwa sababu nusru itoka kwa Allah subhanahu wa man nasru illa min indillah. Tayari tuko katika hali ya udhaifu, lakini kuna makundi yanasababisha hili kwa maksudi. Nikatoa mfano. Kwa mfano, mimi nilifuatilia nyuma kidogo, kuna baadhi ya watawala wa nchi za Kiarabu waliona ni vizuri tujishushe chini, tuingie kwenye mazungumzo ya usuluhishi na upatanishi na Wazayuni, pamoja na kwamba kila mara wanawashambulia Waislamu, wanawaua, wanavunja mikataba. Lakini sasa hali ilivyo,
tuingie nao tu mikataba ya amani, wakiongozwa na Saudi Arabia. Wakaingia katika mazungumzo, pakazungumzwa mpaka sasa ikawa baadhi ya vipengele vyatekelezeka. Watu kutoka Palestina, hasa bil khususi Gaza, wanasafiri kwenda kufanya kazi nchi ya Kizayuni huko, yani Israeli, wanakwenda wanarudi, milango imefunguliwa, watu wanakwenda na kurudi, na mazungumzo mengine yanaendelea. Sisi tunaona kwamba hiyo ni afadhali, hata kama ana malengo mabaya, ana nia mbaya, lakini amani yao na utulivu wao wale ndugu zetu ni afadhali, ndio akhafu dararaini wasulhu khair. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم aliingia sulhu na Mayahudi mbalimbali na washirikina, aliingia nao mikataba, tena kwa mikataba kandamizi. Hakuna mkataba kandamizi kama wa sulhu ya Hudaybiyah, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم aliukubali kwa maslahi. Sasa kuna baadhi ya makundi waliona kwamba hii sulhu ikipita ina maana ni heshima kwa nchi fulani na nchi fulani na nchi fulani, itakuwaje sasa? Hakuna sulhu. Yakafanyika mashambulizi yale ya Oktoba 7, ilikuwa Oktoba 7 ilikuwa kweli, Mayahudi waliuawa, kuna vitu viliathirika, lakini hebu pimeni sasa maslahi ya kuuliwa wale Wayahudi waliouawa katika kipindi kile na siku ile na shambulizi lile, na uharibifu uliofanywa na Mayahudi ndani ya Gaza. Gaza haiko, nchi yote imevunjwa. Watoto wangapi wamekufa kwa mashambulizi yale? Wanawake wangapi wamebakwa? Watu wangapi wamepata ulemavu? Mashambulizi ya kinyama zaidi ya genocide, zaidi. Na ulimwengu watazama, waona, waunga mkono, Waislamu wapige kelele. Lakini sulhu au vita vipi ilikuwa na nafuu, ilikuwa na khairi? Nikasema mimi haya mauaji yanayofanyika na uharibifu unaofanyika, matokeo yake itakuwa sulhu. Lakini sulhu wakati tushauawa, sulhu miji ishaharibika. Kwa nini singekuwa kabla? Yuko mmoja katika wanaharakati, si shekhe, mwanaharakati wa kisufi mshia, sufi mshia, akanijibu, nyinyi mmetumwa na Mayahudi, mashehe waliotumwa na Mayahudi. Asiyazungumza maneno hayana mwelekeo wote, lakini ili mradi tu kwamba naye kasema, kaona huyu mtu mzima mpuuzi, nimwache. Sasa imekuja yale kwamba sulhu baada ya kuwa nyumba yako imevunjwa, hakuna kukulipa, hospitali zimevunjwa, watu wameuawa, hao wanaotaka kupigana wamejificha chini ya mapango, wengine wamejificha Qatar. Sasa mapigana vipi? Nyinyi mmejificha, wanauliwa ni watoto na wanawake, waliopata njaa ni watoto na wanawake, nyinyi mmejificha chini ya mapango. Tokeni mkapigane. Sulhu mmetokea na makoti yenu na masuti, watu washakufa. Hii si sawa. Alafu mtaka watu nchi za Kiarabu saidieni, wao pia wana akili, walijua ni mtego umetegwa ule. Kasifiwa Muirani kwa jitihada alizozifanya, kwamba kwa sababu aliuliwa fulani na wao akalipiza. Lakini ile Gaza yote yapigwa, hakuna mtu analipiza. Akiguswa yeye alipiza, alirusha makombora 300 ngapi, umetulia. Gaza yaisha, lakini wewe umeguswa mitambo yako tayari umerusha makombora. Mambo ya kufikirisha sana. Kumbe nguvu zipo, kwa nini wasipambane kutoka mwanzo mpaka mwisho? Hawa Waarabu wote hao wanafiki hao wote, nyinyi Waislamu hapiganeni nao sasa. Mbona mpaka uguswe wewe sasa? Ndugu yako apigwa auliwa, uko kimya umtazama, wewe utoa matamko tu. Umepigwa kidogo hivi wewe waanza kupigana wewe, warudishia, alafu watulie waangalia auliwa ndugu yako mwingine. Uislamu wa vipi? Jihadi ya vipi hiyo? Lakini sisi kazi yetu ni kushabikia. Sasa nasema tusishabikie, sisi tuombeni dua, ndio uwezo wetu. Au wewe una uwezo mwingine wa kufanya? Mbona uje uonyesha uwezo huo? Ningesoma al-Badiri ahli al-Badr, kusomea Mayahudi wakafa wote, wakarisha kweli kweli. Au mpaka uibiwe wewe? Mpaka uibiwe ndio sasa mimi nitawasomea ahli al-Badr. Sasa ahli al-Badr mpaka uibiwe wewe bwana, uibiwe koti lako ndio usome ahli al-Badr bwana.
tumekuwa madhaifu, alafu tumekuwa watu wa hadaa na udanganyifu. Tusiwe namna hiyo. Tujue tunapita kwenye kipindi gani, kwenye hali gani, tutakiwa tuseme nini, tufanye nini. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tutie nguvu katika dini yetu. Lakini udhaifu tunaujenga kutoka kwenye nafsi zetu. Lazima turudi kwenye Uislamu sahihi, tuwatambue maulama wetu, turudi kwao. Na wao sio maasumun, wanaweza kusema jambo wakapata wakakosea, ndivyo ilivyo kawaida ya mwanadamu. Lakini alim mujtahid akitoa fatwa akapatia, anapata ujira mara mbili, akikosea anapata ujira mara moja. Wewe ukipata au ukikosea, ukitoa hukumu katika sheria upata dhambi. Yani mtu mjinga, angalia Uislamu unavyoeleza, mtu mjinga akizungumza kwa rai yake, hata kama akapatia, apata dhambi. Mwanachuoni akizungumza katika dini ya Allah, akafanya ijtihadi, akatoa juhudi yake, akatafakari, akachimbua masala, akayafanya utafiti, akipatia anapata ujira mara mbili. Kama atakosea atapata ujira mara moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjinga apata dhambi. Hilo takiwa wewe ulijue. Na yote yanayotusibu ni kwa sababu ya nafsi zetu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyoko kwa watu mpaka wao wabadilike. Kwa matatizo yote yanayojitokeza ulimwenguni, sababu ni sisi. Makafiri wapata kiburi, sababu ni sisi. Wana nguvu juu yetu, sababu ni sisi. Sisi wenyewe. Kwa lazima turekebishe tulipokosea. Allahu musta'an. Hii mada ni pana sana jamani. Kwa sababu ningegeuka upande wa pili nikawajeruhi kidogo wengine ambao si wanawazuoni au hawako katika njia sawa sawa. Na hiyo pia ni katika manhaji ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Lakini mlango huu nikiufungua ni mlango mwingine mpana sana. Wakati wake hauwezi kubeba, maudhui hawezi kubeba na wakati huu. Tutosheke naye. Hata haya maswali pia sidhani kama nitapata muda wa kuyajibu. Naangalia maswali mepesi ambayo yanaweza kujibika kwa ufupi. Kama yapo nitayajibu, kama ambayo hayapo ila kwa maelezo marefu nitayaacha, hata kama ni maswali mazuri. Tasema ni swali moja tu. Miongoni mwa shubha wanazotumia watu wa batil dhidi ya dawa hii ni kusema kuwa hatuwezi kuufuata Uislamu kama walivyofuata masahaba, Allah waridhie, kwa sababu ya utofauti mkubwa kati ya mambo ya kijamii kama uchumi, science, biashara na mambo mengine. Ni yapi maneno yenu katika kuirudi shubha hii? Barakallahu fikum. Kwamba sisi tuambiwa tufuate manhaji ya salaf, lakini tutaifuata vipi manhaji ya salaf wakati kuna utofauti? Swali linakuja hivi, utofauti wa wakati na maendeleo ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kisayansi na nyanja nyingine. Je, maendeleo haya yatageuza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu ya arshi? Kwamba sasa imefika wakati sasa hapa atakuwa hayuko kwenye kitu kingine, kahama pale. Kwa sababu kuna mabadiliko katika ardhi hii ya mambo mbalimbali na maendeleo. Kwa hiyo itikadi ile haiwezi kuwa tena itikadi sahihi. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kwa macho kwa akhira, waumini watamuona. Kwa sababu sayansi imepiga hatua sana, kwa hiyo jambo sasa hivi haliko tena. Hizi ni akili chafu. Haya maendeleo hayawezi kubadilisha suala la imani. Misingi ya imani itabaki vile vile, hata kama wakati na zama zitabadilika, hata kama watu watabadilika, misingi ya imani ni ile ile. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, ibada. Na sisi tumeambiwa tuwafuate as-salafu salih katika mambo ya imani na itikadi. Je, haya yanabadilika kwa sababu wakati umebadilika? Jawabu, hapana. Mambo yako vile vile. Basi tutakiwa tuamini kama walivyoamini wale.
kuna ibada zinazohitajia tahara kama wudhu, kama vile sala, na kuna ibada nyingine zinahitaji mambo mengine. Je, kwa sababu ya science au kwa sababu ya maendeleo ya kiuchumi itafaa kuswali bila ya udhu? Je, kwa sababu maendeleo hayo tuswali tunapotaka sisi, tuelekee kwingine kusikokuwa kibla kwa sababu ya maendeleo tu? Jawabu, hapana. Swala ni ile ile na utaratibu ni ule ule na tutaufuata mfumo ule ule. Hakuna kitakachobadilika, hata kama wakati umebadilika, siku zimebadilika, uchumi umebadilika, kwamba wale walikuwa wakiswali mtu ana nguo yake moja ndio hiyo hiyo, wengine wana nguo za ngozi ya kondoo, sisi tuna nguo nyingi tu. Sawa, wanaswali katika misikiti imejengwa kwa magogo ya mitende, imezikwa na makuti ya mitende, mvua ikinyesha yawapata, joto jua likiwaka wao wanaathirika na ukali wa jua. Dini itabaki vile vile, ibada itabaki vile vile, haitabadilika kwa sababu sasa maendeleo. Kwamba sasa kuna maendeleo, sasa tuswalini na vinanda msikitini. Sawa, maendeleo. Tuweka bluetooth hapa, hakuna imamu wala nini, asoma sisi Allahu Akbar turukuu. Maendeleo ndio hivyo, sio hivyo. Tutaendelea vile vile, tutawafuata vile vile na utaratibu wao, na hakuna kitakachobadilika. Wanataka kutubadilishia dini ni masufi, waleta vinanda, waleta mapiano katika mambo ya dini, katika sherehe zao wao, kwa sababu wanaiga wa Kristo. Lakini tutabaki katika mfumo ule ule na dini haitabadilika. Hivyo hivyo katika akhlaq, tabia njema haziwezi kubadilika eti kwa sababu wakati umebadilika. Bado itabaki kuwa mtu ana haya na aibu ni katika tabia njema, ukarimu ni katika tabia njema, upole kwa watu ni katika tabia njema, mshikamano katika mujtama na watu kuishi kijamii, sio kuishi kibepari, kuishi kijamaa, kwamba huyu jirani amsaidie jirani mwenzake. Waweza kumuomba jirani yako kitu, ukaenda kwa ajili ya na hali amepatwa na jambo ukamtembelea. Maisha yale yanaitwa maisha ya kijamaa, lakini ndio maisha ya Kiislamu, sio maisha ya kibepari, kwamba wewe ingie mlango huu na ule mlango huu, hamjuani na ni majirani, mapanda lifti moja, hakuna kusemeshana. Huo sio Uislamu. Eti maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja ajue mambo yake. Huo ni uchoyo, ukafiri, tabia za kimagharibi za kichoyo, wachoyo kweli kweli, kwamba mkono nyumbani kwake basi utapewa gazeti usome, maadamu kuja na taarifa upewe kule. Ule ni uchoyo na ndio asili ya ukafiri. Sasa mbona umekuja hujatoa taarifa? Ni mgeni. Kuna bwana mmoja alikuwa elezea kisa, asema kuna bedui mmoja alikwenda jangwani, alikuwa anatembea, akafika mahali usiku umeingia, akaenda kwenye hema pale. Alipoingia kwenye lile hema akamkuta mwanamke, mama mmoja pale. Nani? Mimi mgeni. Karibu, nataka chakula. Mama akamtengea chakula akampa, akala. Mume wake alipokuja, huyu nani? Huyu mgeni, sisi hatuna nafasi ya wageni, ondoka. Akamfukuza yule bwana, akaondoka. Visa tu, Allahu aalam usihi kwake, nataja tu kama mazungumzo. Akaenda kwenye sehemu nyingine mbele huko, akaenda kwenye hema jingine. Siku nyingine akaingia, wenyewe hapa, mimi mgeni, nataka chakula. Yule mwanamke pale akamkatalia, hakuna chakula hapa, kula. Akagomba sana yule mwanamke. Mara mume wake akaingia, vipi, hakuna huyu? Akamwambia ampe chakula. Akapewa chakula, akala. Alipomaliza, sasa mimi nimekuta jambo la ajabu sana. Kule mwanamke kanipa chakula, mwanamume kanifukuza. Hapa mwanamke anifukuza, mume anipa chakula. Akamwelezea, akamwambia, yule ulimkuta kule, yule mwanamke aliyekupa chakula, yule mdada wangu, na huyu unamuona hapa, huyu mwanamke, yule ndo kaka yake. Kaka yule, tabia sawa, choyo. Wewe huwa mara nyingi watu wafanana katika maadili yao, nifahamu. Sasa hawa wazungu makafiri, sizungumzi wazungu waislamu. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja mzungu, nilikuwa nikisoma naye darasa moja kwenye Jamii Islamia Madina. Ikifika wakati wa break hivi, tunakwenda mahali kwenye mkahawa, gari yake, tunakunywa chai, tunazungumza, time ikifika tunarudi zetu. Siku moja akaniambia hivi, sisi tulipokuwa makafiri kule kwetu,
huwezi kuona kitu kama hiki. Yani mimi nikuchukue na gari yangu afu nikija hapa tunywe chai afu kulipie, haiwezekani hata siku moja. Lakini anasema wallahi Uislamu ni neema kubwa kabisa. Kwa siku hana na nalipa mimi sina nalipa yeye, au siku nyingine anaweza kama acha nalipa mimi, lakini anasema hii kwetu, yeye ni mzungu hasa, kwetu hii kitu hamna, wala usije ukathubutu kuna nyumbani kwa mtu. Wanaoishi nchi hizo wanajua haya mambo. Kwa hiyo nitakurudi kwamba tabia njema haziwezi kubadilika kwa sababu ya maendeleo. Zitabaki kuwa ni tabia njema na tabia mbaya zitabaki kuwa tabia mbaya vile vile. Hata hukumu za kiutawala, mtawala awe mdhalim au awe muadilifu, hata kama kuna maendeleo ya kiasi gani, hukumu zitabaki zile zile. Mtawala au Muislamu au awe kafiri, hukumu zitabaki vile vile, hazitabadilika. Tumeelewana? Hali ya hofu, hali ya amani, shida na dhiki, faraja, hali liko vile vile. Kwa maana kwamba sasa hivi kuna maendeleo, kwa hiyo tukifanya shughuli zetu na harusi zetu, ruhusa sasa sisi tucheze ngoma, tule nguruwe, tunywe bia. Sio jua watu wameendelea sasa, leta bia, wale mambo ya zamani ya wazee kwamba Uislamu hauwezi kupitwa na wakati. Uislamu ni dini salihul likulli zamanin wa makan. Kama ndivyo hivyo, basi sisi ni wajibu juu yetu kushikamana na yale walioshikamana na wenzetu katika jambo la dini. Sasa kwenye matumizi ya vitu vya kilimwengu, sasa hayo ndio mambo mengine. Sasa hayafungamani chochote na nguzo za imani wala nguzo za Uislamu wala masahukumu za ibada wala katika akhlaq wala chochote. Kwamba sasa wao hawana simu, sasa ndio nini? Haya, kweli ilikuwa hawana simu, ndio nini? Sasa imeharibika kitu gani sasa? Utapewa hukumu yake. Je, simu kuitumia hivi yafaa au haifai? Jambo hili yafaa, hivi haifai. Wao walikuwa hawana Instagram, sasa leo unayo, ndio nini sasa? Itabaki vile vile, vya haramu vitakuwa vya haramu na vya halali vitakuwa ni halali, hivyo hivyo. Umeelewa? Si mnaelewa mnachokisema? Uongo utabaki kuwa ni uongo hivyo hivyo, hata kama waandika kwenye Facebook ni uongo tu, haitabadilika kuwa ni ukweli eti kwa sababu wale walikuwa hawana Facebook. Kwa Facebook lazima useme uongo, haibadilishi kitu. Kwa hiyo mwelekeo hili mlielewe. Kadhalika kueneza mambo ya uzushi na kuwazulia watu uongo, dhambi zake zitabaki pale pale. Haijalishi kwamba wewe umeandika ukiwa wajulikana au hujulikani, bismi mustaar, majina feki au jina halisi, chochote utakachokifanya utahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo lazima ulijue. Kwa hiyo haya maendeleo yameturahisishia sisi mambo mengi. Taarifa, kama tumetoa taarifa katika mambo ya semina, mmejisajili kwenye semina, ndio tutatumia katika njia sahihi. Sasa taarifa, mjaradi wa taarifa kufika. Naona ningeishia hapa kwa sababu ratiba nyingine zinatakiwa ziendelee na hatutakiwi kuwachosha sana. Kwa hiyo najua bado watataka maneno, lakini yatosheleza. Hikma ni kuishia hapa. Inshallah mimi nitarudi tena nadhani kwenye mada nyingine. Ikiwa leo imeanza mwishoni mwa wiki hii, leo si Jumamosi, kuna Jumapili. Sisi ndio mwanzo, sio weekend, ndio mwanzo wa wiki Kiislamu. Jumamosi siku ya kwanza, Jumapili siku ya pili, Jumatatu siku, kwa nadhani nitarudi tena Alhamisi hapa kwa mhadhara mwingine. Ndio hivyo inshallah. Lakini katikati hapa utakuja mashekhe wengine, mtakuwa pamoja na nyinyi. Haya maswali yenu na yahifadhi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu